Mpenzi msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, anayeongea na wewe ni Prophet Tadeo. Mungu ametupa neema kubwa sana. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia maombi ambayo tunaendelea kuyatuma kupitia channel yetu. Umekuwa ni mtu wa baraka na Mungu akubariki sana. Endelea kumfurahia Mungu. Kadri unavyojiunganisha ndivyo neema ya Kristo inavyozidi kudhibitika ndani yako. Nichukue nafasi kabisa nimshukuru Mungu. Baba, ninakutukuza. Asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako. Wewe ni Mungu wa ajabu kwetu. Tumeona mkono wako na tumeona fadhili zako. Jina lako litukuzwe sana na kuinuliwa. Pokea sifa Mungu wetu mwema, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Miongoni mwa siri ambazo watu wengi hawajui ni siri ambayo iko katika mkono, na huu ni mkono wa kushoto. Na natamani nifichue siri hii kubwa sana ambayo Yesu anataka kuifichua kwako. Asa ukishaijua siri hii, utaweza kuombea mkono wako kwa namna isiyokuwa ya kawaida, tena kwa mzigo mkubwa sana. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 3 na mstari wa 16, inasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Naomba nirudie tena. Mithali 3:16, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Watu wengi hawajui siri iliyoko kwenye mikono miwili ambayo tumepewa. Mikono hii miwili tuliyopewa imebeba siri za ajabu sana kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mikono ndio iliyobeba neema kubwa sana, kwa sababu ndio inayopokea, ndio inayotoa. Ufalme wa giza huwa upambane na kitu chochote, huwa yanapambana na mikono. Na watu wengi wanajisahau sana kuombea mikono yao, na wakifikiri ni kitu tu cha kawaida. Lakini nataka nikwambie, kati ya siri kubwa ambazo shetani anazijua na anatumia mlango huo kuharibu hatima na mikono ya watu, ni pamoja na mashambulizi ya mikono. Biblia inasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia. Kwa maana yake mkono wa kulia umebeba wingi wa siku. Umebeba wingi wa siku. Kama mtu anataka kuomba kwa ajili ya kuziongeza siku, maana yake atauombea mkono wa kulia. Leo nazungumza sana mkono wa kushoto. Huu ni mkono wa ajabu sana. Mkono wa kushoto umebeba moja, utajiri. Neema yote unayoiona ya utajiri iko kwenye mkono wa kushoto. Namba 2, mkono wa kushoto umebeba heshima. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, na utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Glory to Jesus. Hapa ndipo pana siri kubwa. Utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Na hapa ndipo wewe kama ujui kama utajiri na heshima uko kwenye mkono wa kushoto, adui anaweza kushambulia mkono wako, na ule mkono wako ukashangaa unapiga hatua, vitu haviendi, mambo yameharibika, kila unachoanzisha kinakufa. Unajitahidi kufanya biashara hazisimami. Unafanya kazi lakini hamna matokeo. Unafanya vitu lakini havina matokeo. Kumbe wajanja walikuwahi wakagusa mkono wako wa kushoto. Wakifanikiwa kugusa mkono wako wa kushoto, wamegusa hatima yako. Na watu wengi hawana muda wa kushughulikia mkono wa kushoto.
Lakini leo hii natamani tuombee mkono wa kushoto. Utaona vile ambavyo Mungu ataanza kufanikisha kwenye viwango ambavyo hukuwahi kwenda na hukuwahi kuingia. Angalia mifano ifuatayo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza, ukisoma vizuri Ayubu sura ya kwanza, utamkuta Ayubu anazungumza na Mungu. Na wakati shetani anazungumza na Mungu, alimwambia nenda ukaguse mikono ya Ayubu. Biblia inasema shetani akaigusa mikono ya Ayubu. Soma vizuri pale. Na baada ya kuigusa mikono ya Ayubu, hatima ya Ayubu ilianza kuharibika. Uchumi wa Ayubu ulianza kufa. Neema ya Ayubu ilianza kupotea. Watoto wakafa, ng'ombe wakafa, kondoo wakafa. Na alikuwa ni tajiri mkubwa sana wa kondoo, ng'ombe, mbuzi. Lakini kitendo cha shetani kuugusa mkono wa Ayubu, hatima ya Ayubu ilianza kuharibika. Maisha ya Ayubu yalianza kuharibika. Neema ya Ayubu ilianza kuondoka. Ayubu akaanza kulia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katikati ya mikono yake adui alishambulia. Ninaongea na mtu mmoja ambaye ananisikiliza sasa. Kuna watu wabaya walifanikiwa kugusa mikono yako, na walipogusa mikono yako wakaharibu hatima, wakaribu maisha yako. Leo hii kila unachokifanya kimeharibika. Unajitahidi lakini haupigi hatua. Unaanzisha vitu lakini haviishi. Unafanya kazi nzuri, unapata mshahara, lakini ukitia kwenye mkono mshahara unapotea. Ulitakiwa uwe umefanya vitu vikubwa, umefanya uwekezaji, unapanga lakini uwekezaji hauendi. Unajiuliza mimi shida iko wapi? Kumbe hujawahi kushughulikia mkono. Mpenzi msikilizaji wangu popote unaponisikiliza, hii ni neema kubwa ambayo Mungu amenipa. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15, Biblia anasema mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maana yake mikono imebeba uponyaji. Mikono imebeba neema uponyaji. Ndio maana ukigusa mtu atapokea uponyaji. Angalia ni nini Mungu anafanya kwa mkono wako. Angalia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 17. Utaenda kumkuta mtu mmoja anaitwa Musa. Biblia inasema Musa alikuwa akiinua mikono, kina Yoshua wanashinda vita. Lakini Biblia inasema wakabidi waitegemeze mikono ya Musa. Na walivyotegemeza mikono ya Musa, kitendo cha kuinua mikono ya Musa, Yoshua na Kalebu waliwapiga maadui. Kilichofanya wapige maadui si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu Musa aliinua mikono yake. Mikono ya Musa ilikuwa kawaida. Ilikuwa ni mikono iliyobeba upako. Ni mikono iliyobeba neema. Ninakutakia mikono iliyobeba neema. Mikono iliyobeba utukufu. Kuna siri kubwa katika mikono. Shetani alipogusa maisha yako, mikono yako, hatima yako ikafa. Maisha yako yakaribika, hatima yako ikaribika. Mikono yako, kila unachokishika unapata hasara. Kuna roho ya hasara kwenye mikono yako. Kuna hatari kwenye mikono yako. Kuna watu wabaya walishika mikono yako wakaiharibu. Kuna watu wabaya walishika hatima yako wakaharibu. Walishika vitu vyako wakaviharibu. Walishika mikono yako wakaiharibu. Na nataka nikwambie, kuna mikono ambayo imefungwa. Hii mikono iliyofungwa, usipoifungua, hatima yako haitafika mahali unataka kufika. Kila utakachokifanya hakitakuwa na matokeo, kwa sababu mikono yako ni mikono iliyofungwa. Mungu amenipa neema. 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 Hii neema Mungu aliyonipa ndio nataka niachilie kwenye mikono yako.
Haijalishi umepita kwenye hatua gani, haijalishi umepita katika mambo gani magumu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 6, naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mikononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Tazama Yehova, mateso ya mtoto wako kutumikishwa. Hatari ya kutumikishwa inaweza ikawa imetoka kwenye mkono wa mtu. Sarai alipowekewa mke mwenza, alipowekwa kwenye mikono yake, ndipo alipoanza kuteseka. Inawezekana kabisa mateso yako mengi yanatoka kwenye mikono. Inawezekana kabisa mateso yako kwenye mikono. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 6 mstari wa 2, Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na ufalme wako na mashujaa wake. Yoshua kama Mungu asingetia Yeriko katika mkono wa Yoshua, maana yake Yoshua asingepiga hatua. Unaona, asingepiga hatua. Maana yake aliposema nimeweka katika mkono wako, ndipo alianza kupiga hatua. Na mimi namuomba Mungu haweke hatima yako kwenye mikono yako. Kama hatima yako imeondoka, Mungu aiweke tena katika jina la Yesu. Kitabu cha Ezra sura ya 1 mstari wa 6, Biblia inasema, na watu wote waliokaa karibu nao pande zote wakawatia nguvu mikono yao kwa vyombo vya fedha na vya dhahabu na kwa mali na kwa wanyama na kwa vitu vya thamani na vile walivyotolea kwa hiari yao. Ina maana Biblia inasema, na watu wote waliokaa karibu na pande zote wakawatia nguvu katika mikono yao. Kumbe mikono yako ili iweze kuongezeka lazima itiwe nguvu. Mikono yako ili iweze kufanikiwa sana lazima itiwe nguvu. Mikono yako ili iweze kufanya mambo makubwa lazima itiwe nguvu. Umeona? Lazima mikono itiwe nguvu. Ndio maana Zaburi 144 mstari wa 1 na 2 anasema, ahimidiwe Bwana, Bwana Mungu awafundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Umeona? Anasema mikono yangu kupigana vita. Maana yake mikono lazima ipewe nguvu. Leo hii namuomba Roho Mtakatifu, hiyo mikono ipokee nguvu mpya. Kama kuna uchawi ulitumika kwa ajili ya kuharibu mikono yako, Mungu ninaona akienda kufanya jambo kubwa sana, akienda kuifungua mikono yako. Kama kuna mahali ilikofungwa mikono, itaenda kuifungua, na hiyo mikono inaenda kufunguliwa na kuanza kumiliki. Utaanza kushangaa kupitia maombi haya. Chochote ambacho kimefunga mikono yako kitakuachia, na nifuatie popote pale ulipo. Nataka nikupe maelekezo mazito namna sasa ya kufungua mkono wako wa kushoto. Haya ni maelekezo muhimu sana, na unaweza kushare pia na mtu mwingine. Mpe pia haya maelekezo, yanaweza kumsaidia ili kufungua mkono wako wa kushoto. Kuna hatua kama 3 hivi za kufungua mkono wa kushoto. Hizi ni hatua za muhimu sana, Hatua ya kwanza ni hatua ya mkono wako wa kushoto kuombea mkono wa kushoto. Hatua ya pili, mkono wa kushoto. Haleluya. Hatua ya pili, ukiwa unauombea, haya yote kumbuka ni maombi. Ukiwa unauombea mkono wa kushoto, kuna hatua kubwa 3. Naomba nirudie, kuna hatua kubwa 3 unapoombea mkono wako wa kushoto. Inawezekana umeweza kuomba lakini hujafika kwenye hivi viwango ambavyo nataka nikueleze. Hatua 3. Hatua ya kwanza, unapoombea mkono, anza kushughulika na nguvu yoyote ambayo iliwahi kushika mkono wako.
ikaufunga. Kuna nguvu ambayo iliwahi kushika mkono wako ukafungwa. Namba mbili ni mkono wako sasa, baada ya kufungua, ulishikwa na mtu mbaya ukafungwa. Namba mbili, huo mkono wako baada ya kufungua, anza kutamkia maneno. Unataka nini kwenye huo mkono? Unataka nini? Utamkie mkono. Ni nini wewe unataka huo mkono upokee, huo mkono ufanye, huo mkono, yani lazima utamkie. Utamkie nini unataka ufanye. Namba tatu, ukimaliza kuutamkia, weka kitu kwenye mkono. Weka kitu kwenye mkono. Unaweza kujipanga ukafanya maombi ya siku 3 unaombea mkono wa kushoto. Nimesema hatua ya kwanza ni kuvunja nguvu zozote ambazo ziliwahi kushika mkono wako kinyume na mpango wa Mungu. Namba 2, utamkie mkono unataka ufanye nini. Kwa mfano, mkono wangu nataka mwaka huu nifanye 1, 2, 3. Unauambia mkono, unautamkia mkono. Namba tatu, chukua kitu kiweke kwenye huo mkono wa kushoto. Kwa mfano, nahitaji kufanya biashara. Chukua bidhaa yoyote ambayo unahitaji kufanya biashara, weka kwenye mkono. Weka kwenye mkono. Au unahitaji kufanya biashara, labda unahitaji kushika pesa. Kushika pesa nyingi kwenye mkono wako wa kushoto. Kwa hiyo sasa unachukua fedha unaiweka kwenye mkono wako wa kushoto. Kama ni shilingi, iwe ni zaidi ya 10,000. Kama ni shilingi 10,000, 30,000 au 40,000 au 50,000. Ukishaweka kwenye mkono wako, hiyo hatua ya 3. Hiyo hatua ya 3. Sadaka hiyo, fedha hiyo uliyoweka hapo, hakikisha uliyoiombea, kama ni shilingi 10,000, kama ni shilingi 50,000, mariza, nenda hiyo ipande kwenye madhabahu. Ipande kwenye madhabahu. Itume, kuna namba za simu ziko hapo. Tuma hiyo sadaka ambayo imewekwa kwenye mkono. Itakuwa ndio lango la kufungua sasa hatima. Lango la kufungua kila kitu kilichofungwa, na utashangaa hilo lango, yani mkono huo utaanza kuingiza fedha ambazo hujawahi kushika kwenye maisha yako. Nimesema hatua za kuombea mkono. Jambo la kwanza, tunaenda kufungua mkono. Jambo la pili, unaweka nini, mkono unataka umiliki nini? Unataka ufanye nini huo mkono? Namba ya 3, unaweka pesa kwa mkono au unaweka kitu kwa mkono, lakini ni vizuri uweke pesa kwa mkono. Hiyo fedha ukimaliza kuweka kwa mkono, itoe sadaka. Itoe sadaka. Ukimaliza kuitoa sadaka, utashangaa kuna milango inaenda kufunguka, unaenda kufanya vitu ambavyo hukuwahi kufanya kabisa kwenye maisha yako. Popote pale unaponisikiliza, tunaenda kwenye hatua ya kwanza. Naomba uinue mkono wako wa kushoto juu, na naomba unifuatishe maombi haya. Sema: Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, nimesimama mbele zako kama mtumishi wako. Leo ninatamka katika jina la Yesu, kila nguvu yoyote ambayo iligusa mkono wangu, kama Ayubu alipoguswa na shetani, ninaiamuru hiyo nguvu, ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Karababashaka. Anza kuvunja hiyo nguvu. Rika tatatata, kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina, kila madhabahu za kuzimu, kila nguvu za giza, kila mtandao unaofanya kazi katika ulimwengu wa roho, leo ninauvunja. Shantarabababababa.
Vunja hiyo nguvu iliyokamata kwenye mkono wa kushoto kwa damu ya Yesu Kristo. Na vunja hiyo madhabahu, na vunja huo uchawi, na vunja huo uganga, na vunja huo ushirikina, na vunja hiyo miungu, na vunja nguvu za giza, na vunja mtandao. Nani alikushika? Alikushika kichawi, alikushika kiganga, alikushika kishirikina. Ninapasua, ninabomoa hiyo nguvu iliyokaa kwenye mkono. Leo ninaipasua. Rapapapapapa retetetetete ratatatatata. Pasuka moto na radi. Rikatarabababa ratatataraba rekekeshetere rantarabababa retetetetete rotototototo. Na vunja kabisa, na haribu kabisa. Riantarababa shekete rotototototo mantere kereshete ratatatatata. Pasuka kwa moto na radi. Anguka uchawi, anguka ushirikina, anguka ya mizimu. Riamando robo shente ratatatatata retere tere 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 rianto setete rantarababasho riakakashaka. Vunja, vunja hiyo mizimu, vunja uchawi, vunja ushirikina, vunja miongo kwa damu ya Yesu Kristo. Ninapasua hiyo madhabahu, ninavunja hiyo nguvu. Riantatatata. Unaona huo mkono, unaona huo mkono, anza kukunguta, anza kukunguta, ukungute, 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 ukungute. Shatarabababa. Kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta kwa nguvu, kunguta kwa nguvu. Kuna wengine nasikia sasa hivi mkono unawasha. Kuna wengine nasikia sasa hivi kuna uchawi unatoka kwenye mkono. Kuna mwingine nasikia uganga unatoka kwenye mikono. Mwingine alichanjwa chare, mwingine aligusa mkono. Ritatatatata ratatatatata. Na vunja hiyo nguvu, na vunja uchawi, na vunja uganga. Ratatatatata. Leo wanakufa, wanakufa. Achia mara moja, achia mara moja. Moto na radi, moto na radi, moto na radi. Achia mkono wake, achia mkono wake. Leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia kwa damu ya Yesu. Leo unaachia kwa damu ya Yesu. Leo unaachia. Shantarabababa, shantarabababa reketetetetete aramu shekete rantatarabababa shantarabababa. Pasuka, vunjeka, arebeka. Ratatatatata 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 arebeka. Bomoka, vunjeka. Enyi wachawi, enyi waganga, enyi washirikina, enyi mizimu, enyi nguvu za giza, aya chomoka, aya chomoka, aya pasuka. Pareketetetete. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta mkono, kunguta mkono. Kuna mwingine anasikia kuna maumivu, unasikia kuna maumivu kwenye mkono. Wanangoka wanakimbia, wanangoka wanakimbia, wanangoka wanakimbia, wanangoka wanakimbia. Ratatatatata shantarababababababa retetetetetete shotoro totototo parekereke shete riantatatata. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. My Jesus, my glory, my Jesus, my glory. Naomba, naomba huo mkono uinue, huo mkono uinue. Unataka Mungu, hatua ni ya pili hii. Unataka Mungu haweke nini kwenye mkono wako? Haweke nini? Tamka kama ni fedha, tamka kama ni biashara, tamka kama ni kazi, tamka kama unataka kazi, tamka kama unataka kumiliki, tamka kama unataka kumiliki viwanja, tamka kama unataka kumiliki. Unataka nini? Tamka, uandikie huo mkono, uandikie huo mkono kwa damu ya Yesu Kristo. Wakati naomba, anza nawe kuandika. Andika kwenye mkono wako. Kama ni kazi, andika kazi. Kama ni fedha, andika fedha. Kama ni mafanikio, andika mafanikio. Andika vitu. Kama ni kupata kazi, andika. Kama ni kupata kazi, andika. Kama ni kuanzisha biashara, andika. Andika kwenye mkono wako. Rika baba. Baba, ninatamka kwa jina la Yesu kwenye mikono ya mtumishi wako. Leo ninaiandika. Leo ninaiandika. Maana huu ni mkono, ni mkono wa utajiri. Kuanzia sasa, wewe mkono funguka. Pokea pesa, pokea pesa. Na andika fedha
kwenye mkono wako kushoto, naandika kazi kwenye mkono wako kushoto, naandika uchumi kwenye mkono wako kushoto, naandika mafanikio kwenye mkono wako kushoto, naandika utukufu kwenye mkono wako kushoto. Shantara baba baba, shantara baba baba, shantara baba baba, shantara baba baba. Unaona kuna vitu inafunguka, kuna vitu inafunguka. Rita ta 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 ta, rata ta 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 ta. Andika rontara baba baba baba, rete te 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 te, rontara babash, reketere sente, rantatorosh, rentere keresh, rototototo, riamonda riba, rete te te te, rotaraba sekeresh, rontotorosha, mantorotoro, rekekekeke, riatatatata, andika, mandoro sheke, ratatatata, mando sekete, ratatatata, rokokokoko, ranta sekete, yesetete, shoikabasi, mantoro shente, mandaraba baba, rotototototo, riate sekete, andika, ratatatata, roko shendere, reketete, rikayete sete, sitaro tonto, rotore shentere sekete, amenda ribo shantarara, ratatatata, ro shekemanda, rianto riba shintara, rotatatata, katika jina la Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Leo natangaza huo mkono wako na uandika neema, naandika neema kwenye huo mkono kwa damu ya Yesu Kristo. Popote pale unapoendelea kufuatilia maombi haya, nimesema hatua ya tatu. Una fedha, iwe ni 10,000, iwe ni 10,000 pesa kubwa ya Kitanzania, au kama unanisikiliza uko nje ya nchi, atafuta fedha yoyote kubwa, noti kubwa ya nchi yenu. Kenya, Uganda, tafuta ya nchi yenu. Huko unanifuatilia huko South Africa, tafuta noti kubwa ya nchi yako. Huko Birmingham, Uingereza, weka noti ambayo unajua kabisa kwamba hii noti ya nini, ni noti kubwa katika nchi yetu. Wanaonifuatilia wako United States of America. Weka noti ambayo unaona hii ni kubwa, dola ambayo unaona ni kubwa kabisa, uweke kwa mkono wako, na weka. Unapomaliza kuweka sasa, naomba ushikilie hiyo, ushikilie kabisa, shikilia kabisa kwa mkono wako. Nifuatishe maombi, sema: Baba wa mbinguni, imeandikwa Mithali 3:16, kuna wingi wa utajiri katika mkono wangu wa kushoto. Leo nauliza, utajiri wangu ulioibiwa uko wapi? Leo ninatangaza utajiri wangu sasa ukae kwenye mikono yangu. Mwaka huu nitajenga, mwaka huu nitapata kazi, mwaka huu nitafanikiwa sana, mwaka huu nitamaliza project zangu mwaka huu zikamilike, project zangu mwaka huu zianzishwe, project zangu mwaka huu zisimame. Speak, anza kuomba kwa ajili ya project. I speak by the power of Jesus Christ. Baba, ninatamka kwa mamlaka jina la Yesu, hizo project sasa zianze, katika jina la Yesu Kristo, kupitia hii fedha iliyokaa kwenye mkono wako. Leo ninafungua huo mkono wako, ninafungua mkono wako in the mighty name of Jesus. Kuanzia sasa mkono wako utashika vitu vikubwa. Mkono wako mwaka huu utanunua magari. Mkono wako mwaka huu utajenga, utaanzisha project zote. Project ulizokusudia kuzimaliza, utazimaliza hizo project in the mighty name of Jesus. Receive prophetic anointing to
to accomplish your project. Mipango yako iweze kukamilika, uweze kuaccomplish project zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, ninatamka kuanzia sasa mtoto huyu apokee sasa kile ambacho amekusudia kutoka kwenye madhabahu yako. Wacha kila kitu kifunguke, wacha neema ifunguke, wacha baraka zifunguke kuanzia sasa. Pokea katika jina la Yesu. Mkono wako wa kushoto umefunguliwa, umepokea neema, na nakutangazia kuanzia sasa jambo la muhimu kubwa sana. Kuna namba ziko hapo, ni namba hizi ambazo unanifuatilia, unaweza kutuma kwa WhatsApp na ukajulisha nini kinaendelea, umeona nini wakati unaombea mkono wako. Naamini kabisa mkono wako umefunguliwa, na unaweza hiyo sadaka ukaituma ambao umeombea mkono wako kupitia 0679 645759 na ukatuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp, ushuhuda wako vile ambavyo Mungu amefungua mkono wako baada ya maombi, nini Mungu amefanya. Kuna watu baada ya maombi mnaenda kufungulia milango ya kazi, neema zinakwenda kufunguka na utaona baraka nyingi sana kuliko kawaida. Mungu akubariki sana, na endelea kufuatilia maombi ambayo tunaendelea kutuma maombi ya moja kwa moja. Wacha baraka iwe juu yako, nenda ukafunguliwe. Tuma ujumbe huu kwa kila mtu, share video hii, peleka video hii, wape ndugu, wape jamaa, wape marafiki, waendelee kupokea siri kubwa za ukombozi kupitia madhabahu hii ya Mlango wa Ukombozi kwa mataifa yote, The Gate Redemption Ministry. This is Prophet Adeo. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, shalom.